raia na mali zao. Kwa hiyo walifanya jambo la maana kumlinda Murtaza Mangungu. Bwana Sako, kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba ni kwamba masuala mazima uendeshaji ndani ya klabu ya Simba mmeachia bodi ya wakurugenzi upande wa mdhamini ama mwekezaji. Hizi lawama ambazo mnazitupa moja kwa moja kwa mwenyekiti ni kwamba mnashindwa kufesi moja kwa moja upande wa mwekezaji kwa maana ya kiasi alichokiweka, kwa maana ni tajiri, ndio maana mnatupa lawama moja kwa moja kwa upande wa mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu, ili hali kikatiba mamlaka yote mmeachia bodi ya wadhamini ambao ni bodi ya wakurugenzi kwa upande huo. Ndio maana mwandishi, ninaposema kwamba mimi lawama sasa hivi nazihamishia wapi? Nazihamishia kwa Mo Dewji, mwekezaji. Bodi yake yeye hakai nao vizuri kuwaambia tatizo ni nini. Bodi ya Mo hawataji hawaulizi kwamba shida ni nini mpaka Simba inafanya vibaya. Sawa? Ndio maana mimi sasa hivi lawama namwangushia yeye. Yeye Murtaza Mangungu anaenda pale kama mjumbe, aendi pale kama kiongozi. Sisi kiongozi kwa upande wetu sisi wanachama 51%. Ila sasa kwenye 41% kule anaenda kama mjumbe. Kwa hiyo hana mamlaka ya kuongea au kuamua kitu cha aina yoyote. Katiba mlipitisha nyinyi wanachama. Katiba tulipitisha, ndio maana tunasema sisi katiba ifanywe marekebisho. Ikishafanywa marekebisho mambo kama haya hata kuepo. Na tulikuwa tunamuomba yeye Mangungu angelisimamia ili toka mwanzo pamoja na uongozi wa serikali lingifanyikiwa ili swala mapema, ili hii katiba ikarekebishwa na yeye pia akawa na nguvu. Na ndio maana tunasema kwamba hii katiba iliyosemwa siku hiyo ya kwamba tumeletewa kutoka serikalini wawekezaji wewe watatu, kuanzia watatu kuendelea. Kwa hiyo sisi tumeliunga mkono kwa hilo, na wale waliokuwa wanapinga siku hiyo walikuwa hawajui wanapinga nini. Kwa hiyo niwaambie, itoshe tu kuwaambia kwamba Murtaza Mangungu tusimbebeshe lawama, ila sasa hivi tumbebeshe lawama bodi ya wadhamini pamoja na Mo Dewji. Tuwabebeshe lawama zote, Simba kufanya vibaya tuwabebeshe wale kule. Tusimbebeshe mtu mmoja tu Murtaza Mangungu, tuwabebeshe wale pale, ndio wenye mamlaka makubwa kuleta wachezaji wakina Jobe wakina nani, wanatuletea wachezaji ambao hawaeleweki. Kwa namna hiyo sasa ni wazi hata nyinyi wanachama pia mnakiri kwamba mlibugi wakati wa kuipitisha katiba yenu kutokana na maamuzi ambayo yalifanyika. Nipende kusema tu kwamba ni kweli tulibugi ile katiba kuipitisha, kwa sababu waliokuwa mle ndani katika kuitunga ile katiba walikuwa ni wachache, na wale walioingia pale kwenye ile katiba ile kuisikiliza ile katiba ilivyokuwa inasomwa, watu walikuwa ni wachache. Wengi wao walikuwa mihemko ambayo hawajasoma katiba wala kuielewa. Kwa hiyo ni ile mambo ya kuambiwa tu imepita, wakasema na kuitikia imepita. Sasa mambo kama hayo tunakuja kujilaumu baadaye. Baadaye ndio huu sasa tunajilaumu kwenye ile katiba ambaye sasa hivi inatuchoma kama sindano. Sako Simba toa Chefondo Malone tia Karabu imewaponza. Ni mtihani mkubwa. Mtihani mkubwa. Unamtoa Chefondo Malone alafu namweka Kamusha Karabwe, si Karabu. Unamleta mchezaji ni mzito. Leo unampeleka kwa mkopo anaenda hapo TRA. Sio hazi yake. Na hazi yake sio kuchezea Simba. Hazi yake ni kuchezea vilabu vidogo kama hivyo. Leo unamleta hapo. Leo Chefondo Malone anaenda kucheza kwenye timu yake ya taifa. Pangua ni yeye. Huko si tulimuona mbaya. Ndio mambo kama hayo, viongozi hawatuambii nini kinachoitafuna Simba na uongozi wa Simba. Kama wanashindwa kutuambia, sisi tuna uwezo pia vile kuiomba serikali itusaidie swala kama hili tuweze kuang'oa sisi wenyewe. Inawezekana. Sako, sasa kwa mvutano huo kwa ujumla wake na yale matarajio ya timu kwenye namna ambavyo mmetoka kwenye msimu uliopita na msimu huu, ni angalau kupata chochote kitu. Kwa mvutano huu kuna namna sasa mko tayari kupokea chochote kile ambacho kitatokea, kukosa ubingwa wa ligi kuu, kukosa chochote kile ambacho kitakuja mbele yenu?
Kukosa ubingwa, uwezekano mkubwa tunaweza tukaukosa na kila kitu tukakosa kwenye hii ligi kuu, kwa sababu viongozi hawana mshikamano. Sisi kama wasemaji wa hizi timu ambao tunazisemea hizi timu pia tunaopata nafasi ya kuzungumza, hatuna mshikamano. Mwingine anamtaka Mo, mwingine hamtaki, mwingine anamtaka Mangungu, mwingine hamtaki. Yaani mfumo wote wametutengenezea sisi kutufarakanisha wote. Yaani tumekuwa faraka wote, yani tumefarakanishwa wote. Viongozi wametufarakanisha sisi mashabiki sawa na wanachama. Yaani tusiwe na lugha moja. Nini maana nguvu moja? Hakuna tena. Maana nguvu moja, Simba nguvu moja, sasa hivi tena hakuna. Sasa hivi tuko kila mtu vurumai, kila mtu anaongea hili, kila mtu anaongea hili. Ila mimi nataka tukuambia ndugu zangu mashabiki wa Simba Sports Club, tunayeshabikia Simba, ili kuwaadabisha hawa viongozi wetu sisi, kuanzia kule kwa Mo Dewji na upande wetu 51%. Tususie kwenda uwanjani, tusiende uwanjani. Ndio message tosha kwa viongozi wote tuliokuwa nao. Tusiende uwanjani mechi yoyote inayocheza Simba. Tusishiriki kwenda uwanjani. Hiyo hela ambayo inakufanya wewe ukalipe kiingilio uwanjani, nenda katoe kwa watoto yatima, nenda katoe kwa maskini, utapata thawabu kuliko kwenda uwanjani unaenda kuishangilia Simba yako kisha unaondoka na maumivu. Kwa hiyo rai yangu, ndugu zangu waandishi wa habari, popote wanaonisikia, wana Simba Sports Club mikoani na hapa jijini Dar es Salaam, tuisusie mechi ya Simba yoyote. Tusiende uwanjani kuwaadabisha viongozi wote wa Simba Sports Club. Sasa umezungumza hapo kwamba nyinyi ambao mnapata nafasi pia kuzungumza, ama nyinyi ambao ni ma-influencer mnaonekana sana, ambao mnazungumzia timu, mmekuwa mna mvutano, hamko katika mwenendo. Njaa ndio ambazo zinawafanya kuwa hivyo kwamba mnavutwa chemba, mnapewa shilingi kadhaa, baadaye mnaenda kuzungumzia kwa kile ambacho wenyewe ambao wanatamani kwamba mimi na watu wangu hawa na wakotesha shilingi kadhaa na wananizungumzia vizuri, mimi na kundi langu hili. Ndio kitu ambacho ningesema kwamba nyie njaa ndio inayowasumbua. Mimi brother, umenikuta hapa Kariakoo na maisha yangu, ninafanya biashara na napata riziki. Labda wale wengine ambao hawana biashara wanategemea vigenchi kutoka kwa viongozi, wao ndio watafanya hivyo. Lakini mimi kama Sako Simba, mimi naongea ukweli na sitaki mtu, yani asije akatokea kiongozi yoyote wa Simba upande wa mwekezaji au upande wa wanachama, upande wa Mangungu. Sitaki hata mmoja aje aniite Sako bado tunakuita njoo ofisini tuje tuzungumze, wanionge chochote kitu. Sitakubali, kwa sababu nikisema nifanye hivyo, hawa wengine wa mtaani wataendelea kupata shida. Mashabiki wa mtaani wao watapataje hiyo pesa? Au watapataje? Wao kazi yao ni kupata furaha, kununua jezi, waende uwanjani wapate furaha. Lakini Sako wapo ambao wanaokota hizo. Wapo, mimi sitaki kuwataja, ila wapo. Sitaki kuwataja, ila wapo wanaokutana na viongozi, wanaokota, wanapata maokoto, wanarudi huko anakuambia fulani hafai, fulani anafaa. Kwa hiyo mimi huko sishiriki, ila sitashiriki chochote cha kuongwa na kiongozi yoyote wa Simba ili nimsafishe kwenye media. Sitafanya kitu kama hicho. Ninasimamia msimamo wangu mmoja, tusiende uwanjani mashabiki, tuisusie Simba ili wajue kwamba wana Simba pia wamekathirika. Tuisusie tu mechi yoyote ili tuwaadabishe viongozi, kwamba kwa sababu wanapotuona tunajazana mauwanjani Samuyo, Benjamin Mkapa, wanaendelea kuchekelea kwa sababu tunawapa kula. Neno moja au neno la mwisho kwa Murtaza Mangungu. Murtaza Mangungu, na kuomba mzee wangu, ni mzee ambao una heshima zako, una familia. Murtaza Mangungu, na kutaja mara mbili, wewe ni mzee wetu, una heshima kubwa Simba kuifikisha fainali shirikisho Simba Sports Club. Sisi tunakupenda, tunakuamini, sawa. Hayo yote ndio kwa nakushtumu mimi mwanzo. Leo hii nasema mzee wangu, na kusafisha, huna baya, upepewe. Naam. Apepewe. Asante sana.